tunajua kwamba kila mwanadamu anatamani kuwa na uchumi mzuri. Kila mwanadamu anatamani kuwa na uchumi mzuri, kumiliki mali, kumiliki fedha. Hakuna ambaye hapendi utajiri. Sote tunatamani kupata utajiri na kuwa na uchumi mzuri. Na ndio maana tunahangaika kupambana ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchumi mzuri. Na kwa kuwa tulijifunza kwamba uchumi wetu ni kwa ajili ya Mungu, lakini vile vile ni kwa ajili yetu. Hatupati uchumi nje na Mungu. Na hivyo basi uchumi tunapoupata tunautumia kwa kumtumikia Mungu, lakini vile vile tunatumia uchumi wetu kwa ajili ya sisi wenyewe, maana vile vile sisi ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata wewe unapotumia uchumi wako, jua unautumia, lakini unautumia ukiwa ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo unapotumia uchumi wako, tambua kwamba wewe unatumia, lakini wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakupa uchumi kama mtoto wake ili usiaibike, ili usipate shida. Maana Mungu hajakuumba ili upate shida. Mungu hajakuweka duniani ili uteseke. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu kwamba mwanadamu yoyote awe na uchumi mzuri ili uweze kumsaidia, lakini vile vile uchumi huo uweze kutumika kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo tumefanya wakati mwingi, kwa kuwa tumeona jinsi gani tumetenda kazi ya Bwana, vile watu wamejitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, vile watu wamejitoa kwa ajili ya kupeleka Injili, vile watu wamejitoa kwa ajili ya kusaidia maskini. Haya yote ni mapenzi ya Mungu, kwamba utajiri anao wakirimia watoto wake, basi ukatumike katika kujenga ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaendelea na wiki la uchumi. Somo nasema misingi ya kibiblia ya kukufanya uwe na uchumi mzuri. Tutapitia kidogo, na kama tukipata kibali wakati mwingine pia tutaendelea kuangalia kwamba tuwaweza kufanya nini ili tuweze kuwa na uchumi mzuri. Kwa hiyo misingi ya kibiblia ya kukufanya uwe na uchumi mzuri. Kila mmoja anapenda kuwa na uchumi mzuri. Kila mmoja anapenda utajiri. Kila mmoja anapenda fedha. Kila mmoja anapenda kumiliki utajiri. Na sio kosa, kwa sababu hata baba yetu mwenyewe ni tajiri. Yeye ndiye muumba mbingu na nchi. Vitu vyote vinavyojaza dunia ni mali ya Mungu. Kwa sio mbaya sisi kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatumilikisha utajiri. Na ndio maana anasema nitawabarikia mjini, nitawabarikia mashambani, nitawabarikia mwingiapo na mtokapo, tangu sasa na hata milele. Kwa hiyo baraka za Mungu hazina mwisho. Ni tangu sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Unabarikiwa wewe, unabarikiwa watoto wako. Wanabarikiwa watoto wa watoto wako. Maana baraka za Mungu hazina mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ulipo mahali hapa, waweza kutengeneza maisha ya watoto wako ya baadaye. Maana atakubarikia wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata laana, waweza kuwa laana kwa watoto wako. Maana Adamu ametenda dhambi. Lakini kwa kutenda dhambi kwa Adamu, dhambi ikaingia duniani kwa wote. Lakini kwa kufa kwa Yesu msalabani, akaleta haki, akaleta ukombozi, tukakombolewa wote kwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo waweza kutengeneza maisha yako, ukayaharibu au ukayajenga, kwa ajili ya kwako mwenyewe na familia yako ambayo unayo na itakayokuja baadaye. Kwa hiyo nisema kwamba utajiri ni jambo jema na ni jambo linalompendeza Mungu. Swala, je, unaupata uchumi wako au utajiri wako kwa kumtegemea nani? Kama wapata utajiri kwa kupitia Mungu, basi uchumi wako huo umebarikiwa na uko salama, maana unalindwa na mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, ambaye yeye ndiye anayemiliki mbinguni na duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tujifunze misingi ya kibiblia ya kumfanya mtu awe na uchumi mzuri. Tutapitia kwa haraka. Kwanza, lazima ubadilike, au nisome moja kwa moja. Badilika
unavyoamini juu ya uchumi. Badilika unavyoamini juu ya uchumi. Vile unavyoamini juu ya uchumi wako, lazima kuwe na badiliko. Lazima kuwe na badiliko, maana uchumi nao unabadilika. Unatoka hatua moja hadi hatua nyingine ya uchumi. Hakuna mtu anayeibuka tu akawa tajiri ghafla. Kuna hatua kwa hatua kuelekea utajiri. Kwa hiyo lazima kuwa na badiliko jinsi ya mtu anavyouona au anavyoamini juu ya uchumi. Kwa hiyo pointi namba 1, badilika unavyoamini juu ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia misingi ya kibiblia ya kukufanya uwe na uchumi mzuri, maana Mungu hapendi kwamba akuone wewe ni maskini, wewe unahangaika, wala Mungu hapendezwi kwa hilo. Tusome Mithali 23 mstari ule wa 7. Nami nitasoma. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Pointi ninayotaka hapa uielewe, mtu wa Mungu, ni maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nani huyo? Huyo aonaye nafsini mwake nani? Mtu. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hivyo ulivyo ni matokeo ya vile unavyoona nafsini mwako. Maisha yako ulivyo nayo ni vile au ni matokeo ya vile unavyo nafsini mwako. Mambo yote yanatengenezwa ndani, then yanaonekana nje. Tunaanza katika ulimwengu wa roho, then tunayaona katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo vile mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Vile umeona uchumi wako katika ulimwengu wa roho ndivyo ulivyo katika uchumi wako. Kama unayaona maduka ndani ya nafsi yako, utakuwa na duka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaona ng'ombe kwamba naziona ng'ombe, nafuga ng'ombe, una wazo kwamba natamani niwe mfugaji, tayari unaona ufugaji, unaona ng'ombe, unaona mbuzi, unaona kondoo, unaona kuku, na unatamani umiliki hivyo vitu vile wanavyo ndani mwako. Vitakuja katika ulimwengu ambao ni wa damu na nyama. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo linaweza kutokea tu from nowhere, lazima lina originate katika ulimwengu wa roho. Mambo yote ambayo unayafanya, kwanza kuna wazo lilikujilia, alafu kaamua kwamba nafanya. Hakuna mtu aliyeibuka asubuhi tu akawa mfanya biashara. Hapana. Kuna wazo lilitokea. Hakuna mtu aliyekuwa mfugaji ghafla bila kuwa na wazo la ufugaji. Na ndio maana wengine wanafuga kuku, wengine wanafuga ng'ombe, wengine wanafuga mbuzi. Inategemea lile wazo limekujaje kwako. Kwa ile wazo ndio kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yako. Ukikifanyia kazi kitaonekana, usipokifanyia kazi hakitaonekana. Maana awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Awazavyo pale amesema aonavyo. Vile vile awazavyo mtu ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Lakini vile vile anavyoamini mtu ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo.
Unaamini nini kwa habari ya uchumi wako? Unaamini ya kwamba unaweza kumiliki utajiri? Unaamini ya kwamba unaweza ukawa na biashara kubwa? Unaamini ya kwamba unaweza ukawa tajiri? Kwa lazima kuwe na wazo ndani ya nafsi yako, lazima kuwe na imani ndani ya nafsi yako kuelekea utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile anavyoona mtu nafsini mwake, vile anavyowaza mtu nafsini mwake, vile mtu anavyoamini nafsini mwake, ndivyo alivyo. Na maisha yetu ni matokeo ya vile ambavyo tumekuwa tukiwaza ndani ya nafsi zetu, au tukiwa tunaamini ndani ya nafsi zetu. Unaamini kwamba mimi nitakuwa tajiri siku moja. Kuna watu wanaamini hana kitu, lakini anakuambia mimi nitakuwa tajiri. Anauona utajiri, anaamini. Swala la msingi, unaamini. Je, unapeleka kwenye matendo kile unachokiamini, kile unachokiona ndani ya nafsi yako, kile unachokiwaza ndani ya nafsi yako? Je, unakipeleka kwenye matendo? Maana imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa una ndoto ya kuwa mfugaji, lakini hata kuku ununui. Una ndoto ya kuwa mfugaji wa ng'ombe, lakini ng'ombe ununui. Utakuwaje mfugaji? Unayo imani ndani yako, lakini umeshindwa kupeleka kwenye matendo. Na wengi wana ndoto kwamba 1, 2, 3, lakini hawathubutu kufanya. Hawathubutu. Mawazo yanakuja vizuri, mawazo mazuri ya kiuchumi kabisa. Unaona unamiliki kabisa utajiri. Shida ni kwamba umeshindwa kuingia kwenye matendo. Kama vile vile imani bila matendo imekufa, vile vile kile unachokiona moyoni mwako, kama utaingia kwenye matendo, kimekufa hicho. Hakiwezi kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi fulani nikawa na wazo wa kujenga nyumba kwenye shamba langu huko. Kupata wazo kabisa. Nikawa ninaona kabisa ni jinsi ambavyo nafuga kuku. Wengi naona kuku, naona ng'ombe. Lakini nikafikiria, wazo likanijia tena baya. Nikaona kikwazo kwamba pale mazingira yale sio pazuri, kuna uwezekano hawezi kuiba. Negative zikaanza kutokea, mawazo hasi kwamba labda utaibiwa pale pako hivi. Nikasema basi wewe niache. Lile wazo likafa, likatoweka. Mpaka sasa hivi sina nyumba kule shamba, sina. Na sasa hivi kuna watu wanalima kule, wasema bwana, kungekuwa na nyumba hapa, sisi tungelala hapa. Mwanzoni nilikuwa naona kwamba hata ukimwambia mtu kaa hapo hatakubali. Sasa ametokea mtu ananiambia kungekuwa na nyumba, mimi ningekaa hapa. Na hapa tungeweza kufuga kuku, tungeweza kufuga wale jamaa wale kitimoto, sio? Tungefuga kuku kitimoto, yani mpangekaa vizuri. Sasa ndio najilaumu, hivi ningejenga kipindi kile, mambo sasa hivi ningekuwa naenda. Wewe unapopata wazo likapata kibali mbele za Mungu, lipeleke kwenye matendo, usichelewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani naye ana mbinu zake ili akuchepushe usielekee kwenye ule mkondo ambao ungeweza kukuletea utajiri. Unajua tunapoongelea utajiri, sio lazima uone hela nyingi, mabilioni ya hela. Utajiri anza kumiliki. Hata kama unamiliki 10,000 ni yako, huo ni utajiri. Yaani kuna mtu hana 10,000, najua yupo hana. Kwa hiyo una 10,000 tayari wewe unaanza kuwa tajiri. Jinenee mema, mimi ni tajiri. Kataa umaskini. Yaani mtu akwambia wewe ni maskini, kataa kabisa kwamba mimi sio maskini. Mimi ni tajiri. Namiliki 10,000, mimi ni maskini. Namiliki baskeli, mimi sio maskini. The way unavyokiri
na unaona rohoni mwako na unaingia kwenye matendo, na kuambia umaskini hawezi kuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima uone rohoni mwako, lazima uwe na wazo rohoni mwako, lazima uamini rohoni mwako, na imani iende kwenye matendo ili iweze kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aonapo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hasa unaweza kupiga picha kwamba hivyo ulivyo ni kwa sababu ya vile ulivyokuwa unawaza nafsini mwako. Inawezekana leo hii ni tajiri kwa sababu nafsini mwako kuna kitu ulikuwa umeshakiona, ukaingiza kwenye matendo, kikakupeleka kwenye utajiri. Au leo hii hali yako ya kiuchumi sio nzuri kwa sababu vile ulivyokuwa unaona rohoni mwako, unauona umaskini wewe, unaona kushindwa wewe, unaona wezi wewe, unaona wezi tu atakuibia. Mwisho wa siku unabaki vile ulivyo kwa sababu rohoni mwako, nafsini mwako ndivyo ulivyoona. Kwa lazima tumuombe Mungu pia atupe kuona mema, kuona vema. Mungu atupe mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kuwa na wazo, uweze kubuni miradi, ni wazo. Kwa lazima pia tumuombe Mungu. Vinginevyo unaweza ukawa na mawazo ya ajabu ajabu tu. Yaani umejaza mawazo ya ajabu ya Simba na Yanga tu. Hayo ndio mawazo yamekuja. Yaani unawaza tu Simba. Yanga. Lini Yanga ilikupa hela? Lini Simba ilikupa hela? Jaza mawazo yenye faida kwako. Mimi sisemi kwamba kupenda Simba ni dhambi, mimi sijajua kwa kweli. Hiyo siwezi kuongea zaidi. Lakini umejaza nini rohoni mwako? Unaona nini rohoni mwako? Kwa habari ya uchumi, tunaongelea uchumi, wiki ya uchumi hii. Mara ngapi umekuwa umeona fursa lakini ukaziacha? Kwa sababu gani? Yaani unakuwa na negative. Nikifuga ng'ombe watakufa, nikifuga kuku watakufa. Yaani unaona negative. Kwani usione wanazaliana wanakuwa wengi? Kwani usione hivyo? Nikifanya biashara sitapata wateja. Kwani usione wateja wengi? Nikiwa fundi sitapata watu wanaotaka kujengewa, au kama ni fundi nguo wanaotaka kushonewa. Kwani usiwaone wengi wanakuja kushona suti na kila kitu? Vile wanavyo rohoni mwako, vile wanavyo nafsini mwako, ndivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unaoona watu wenye majumba mengi, matajiri, mabiashara makubwa, waliona. Akina Baresa usione tu akiwa na utajiri mkubwa ukafikiri ni vipi. Waliona, wanaona. Na ndio maana hariziki. Leo ana kiwanda hiki, kesho ana kile, anawaza, anaona, anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa haoni asingefanya na visingeonekana. Anapata wazo, anafanya. Na vile anavyoonekana Baresa ndivyo aonavyo rohoni, aonavyo nafsini mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ningetamani wewe uone utajiri katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uone, muombe Mungu kwamba nipe wazo, nione rohoni mwangu. Ukishaona ukapeleka kwenye matendo, hivyo ndivyo utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusubutu kufanya vitu vya kiuchumi, tusiogope. Sasa mimi kwa kuwa nilikosea, sasa hivi najipanga upya. Kwa kule shamba mimi nitajenga nyumba, lazima. Naiona tena upya. Naoga sasa hivi siwaoni wezi tena, ila naona vitu vinaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuache woga. Nikifanya kazi hii nitapata hasara. Kwani usiseme kwamba nitapata faida? Tamka mema, tamkia mema biashara yako, tamkia mema kazi yako. Ona mafanikio, usione negative. Kwanza negative za shetani hizo. Wewe una positive tu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Wewe unaona nini nafsini mwako? Siku zote za maisha yako umeona nini? Ukiwaona watoto wako wamesoma, unawaona, utajikuta unapeleka shule. Sio? Yaani unaona watoto wako wamesoma, yaani unaona nafsini mwako
Sasa kwa sababu unawaona, utakuwa na bidii ya kuwapeleka shule. Lakini kama huoni, waende shule wasiende, mwisho wa siku utasema hata mimi sijasoma. Ila ukiona, utawapeleka. Hakuna mtu anayefanya kazi fulani ambayo hajaiwaza, ambayo hajapata wazo ndio kaifanya. Wewe fikiria kazi unayoifanya, hukupata wazo kwanza ndio kaifanya? Mama, nasikia unafuga kuku. Ulifuga tu kuku ghafla au kuna wazo lilikujia kama nifuge kuku? Wazo lilikujia. Kwa vile ulivyo leo hii mfugaji wa kuku mashuhuri, ni kwa sababu ya ile wazo au ni vile ulivyoona nafsini mwako? Kuna mtu anafuga kanga hapa, kanga aliziona nafsini mwake akatafuta mpaka anawafuga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msingi wa kwanza sio kiumuhimu, ni msingi kwamba tuwe na badiliko vile unavyoamini juu ya uchumi. Kwa vile unavyoamini, vile unavyoona, vile unavyopata wazo, ndivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mtu yalivyo ni matokeo ya awazavo au aaminivo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwa habari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, walipita wote katika mateso mbalimbali. Ikafika point, wakasema tulikofika tutume wachache waende wakapeleleze huko tunakoenda. Wakatumwa wachache waende kuipeleleza nchi ya ahadi Kanaani kwamba ikoje. Walienda wengi kama 12 hivi. Wakarudi baada ya kuipeleleza nchi, wakawa na mawazo tofauti, japo wote walikuwa nia yao ni kufika nchi ya ahadi. Lakini walipoenda kuipeleleza ile nchi, walirudi wakiwa na mitazamo tofauti. Vile kila mmoja alivyokuwa anaona nafsini mwake ikawa ni tofauti na wengine. Wawili wakawa na mawazo tofauti, Joshua na nani? Caleb. Wakawa na maono tofauti na mawazo tofauti na imani tofauti nafsini mwao. Wale 10 wengine nao wakawa na mawazo yao na mitazamo yao. Naomba kwa haraka tusome Hesabu 13:32 na 33. Hesabu 13:32, 33. Kwa haraka tuone kidogo hawa. Nchi ile ni ahadi, nchi ijayo maziwa na asali. Walijua ni nchi nzuri, walifundishwa na wanaijua nchi ya ahadi. Kwa kila mmoja alitamani kufika, lakini walipoenda kuipeleleza, anasema Hesabu 13:32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Wameenda kupeleleza nchi ya ahadi, wanarudi, ndio wanaeleza kwamba wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu. Unaona mkwara?
inawala watu. Wewe uende ukaliwe, wewe uanzishe biashara ikapata hasara. Unataka kufuga, wewe kuku walinishinda, ni hasara tu, kideri watakufa. Habari mbaya. Unataka kuanzisha biashara ya duka, hakuna kitu, hakuna faida, ni hasara. Unataka kulima na ili jua, kwa kila kitu wewe unakiona negative, huwezi kufanikiwa. Hawapelezi tena, wako wengi wanakuja na habari mbaya. Wanabaki wawili tu, Caleb na Joshua, ndio wanaorudi wakiwa na mitazamo tofauti. Kwa hata leo hii tuko wengi, lakini tuna watu wana mitazamo tofauti kwa habari ya uchumi. Nikifanya jambo fulani nitaharibika, nikifanya kitu fulani nitapata hasara. Wanarudi na habari mbaya. Anasema ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Kwa hata nyie mkienda kukaa hapo mtaliwa. Na watu wote walio waona ndani yake ni watu warefu mno. Woga. Majengewa woga huo. Haya majitu ni majitu. Sehemu nyingine nasema ni majitu. Ni lazima uende ukapambane nao, unajua Sio kama utaingia tu. Lazima ukapambane na majitu. Haya majitu marefu. Lazima mkapambane nao ili muweze kumiliki. Kwa kuna mapambano. Ili kumiliki kuna kupambana. Ili ufikie utajiri kuna kupambana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Uteseke, uhangaike, utoe jasho. Asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo hakuna kuufikia utajiri tu wepesi tu. Labda ukaupate kwa upande mwingine. Lakini hata huo upande mwingine, ninaposikia taarifa zao, nazo sio rahisi. Mtoe mama yako, mtoe baba yako, mtoe mtoto wako unayempenda, sio rahisi pia. Kwa hiyo hakuna utajiri ambao utakuja kutoka kwa urahisi hivi. Lazima upambane, lazima ufanye kazi. Je, tunabidii kufanya kazi au tunakuwa vivu? Au unaweza ukaona kama mimi kazi fulani mimi siwezi kufanya bwana. Kazi hii kwa level yangu. Kuna watu waliniona siku hiyo nalima. Hivi wewe ni mwalimu? Unajua kutanga watu wapendi kazi sana, samahani lakini. Mwalimu unalima? Kaambia kwani mwalimu ana mikono? Halimi. Mwalimu unakata majani? Mwalimu hana mikono. Wanashangaa. Je, unafanya kazi? Kwa sababu kama uvivu unaleta umaskini. Kwa kama unataka kufanya kazi kwa bidii, jua kwamba inawezekana una ndoto, inawezekana una mawazo mengi, moyoni mwako unaona mengi, lakini kwa sababu wewe ni mvivu, huyapeleki kwenye matendo, unabakia vile ulivyo. Naomba tuendelee 33. Kwa hiyo wameleta habari mbaya. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama panzi. Wakawa wadogo, wakajiona wadogo. Maana wameona majitu. Sasa wao wakajiona kama panzi. Kwa unaweza kujiona wewe huwezi kufanya chochote kwa sababu umeona vikwazo mbalimbali. Sasa vile vikwazo vya kiuchumi lazima uvione kwamba kwako ni fursa ya kukuletea kipato. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu watu wanashindwa kufuga ng'ombe, wewe fuga.
sio? Pambana. Kwa hiyo vikwazo vya kiuchumi visiwe ni sababu ya wewe kukwama, ila vione vikwazo kama fursa mbele yako ya kupambana zaidi. Sasa ukiona mteremko, fulani ameanzisha biashara ya nyanya na mimi ni hizo, bado. Na wewe buni, mwambie Mungu, nipe wazo. Akupe wazo, tena wazo jipya. Unaweza ukashangaa mambo yameenda vizuri zaidi kuliko tu unakasa kukopi. Mungu akupe wazo jipya ambalo litakupelekea uone ndani ya moyo wako utafanya kile unachokiona na utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kile kitu mwenzako anafanya na utaweza kufanya, si kweli? Kuna watu hawawezi kufanya biashara, mimi nakwambia. Ila kuna watu ambao wanajua kufanya biashara na wanafanikiwa. Lazima umwambie Mungu, mimi ni wa upande upi? Inawezekana wewe ni mfugaji, wewe tu bado hujajua tu. Inawezekana wewe ni mkulima, hujajua tu. Umekuwa tukiiga wenzako wanafanya nini na wewe unafanya. Tambua kile Mungu alichokupa. Mwambie Mungu, nipe wazo la kwako. Mimi nielekee wapi? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutamani kazi ya mwenzako ukafikiri utaiweza, kumbe huiwezi bwana. Kwa hiyo chochote unachokifanya, hebu kwanza mshirikishe Mungu, kwamba Mungu, mimi nautaka utajiri, mimi nielekee wapi? Hata kwenye kusoma kuna michepuo mbalimbali. Wenzako wanasoma physics, na mimi nataka physics bwana. Tena wanasema masomo ya kiume, physics, kemia, nini. Sawa, ya kiume ni kweli, lakini kweli una uwezo huo? Mara umeingia huko umepata F, kumbe ungesoma somo lingine ungefaulu. Kwa sio swala kuiga tu, ni swala wewe Mungu amekupangia nini, uwezo wako upande upi? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine utajisikia kufanya kitu fulani, yaani utajisikia kupenda kitu fulani, jua hapo Mungu ana jambo nako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mtu akienda shambani anafurahi, akiona mazao anafurahi, jua mambo ya shamba bwana haya. Kwa sio kuiga. Japo kuiga sio kubaya, lakini angalia unaiga nini, na je, wewe unajisikiaje na unamwelekea upi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii habari nieleze kwa haraka tu kutokana na muda. Wanarudi akina Joshua na Caleb. Wao wanasema nchi ni nzuri. Hebu tujaribu kusoma sehemu hii hapa kama tutaiona. Hesabu 14:9 itasemaje, tuone kidogo. Hesabu 14 mstari wa 9. Kwa tayari wanagawanyika. Walio wengi wanaona kule hakufai. Hii nchi ni ajabu. Nchi hiyo inakula watu. Tumeona majitu marefu. Kwa hiyo huko wakati mwingine umetishiwa na watu kwamba jambo fulani uliwezi, kumbe unaweza. Kuna watu wanapenda kuatisha tamaa wenzao. Wewe unataka kujenga? We nyumba. Nyumba utaweza kujenga wewe? Mimi mwenyewe nimejenga lakini kwa shida. Kumbe umejenga kwa shida. Kwa nini sijenge basi kwa shida? Wako watu waku nyongonyeza wengine zao kwamba wasifanye kazi. Unalima na wewe, hili jua la mwaka huu. Na wewe unasoma. Siku hizi unasoma, wasome kibao wako mtaani. Kwani aseme wasome kibao wameajiriwa? Kwani kuna kibao wameajiriwa?
Kwani si kuna wale waliofanikiwa kwa ajili ya elimu? Wako wengi wamefanikiwa mno kwa ajili ya elimu, lakini kuna watu wanapenda kukatisha tamaa wenzao. Hawa waheshimiwa wakarudi na majibu ya kukatisha tamaa, nchi hiyo inakula watu. Wewe utaenda hiyo kaliwe? Kwa hiyo angalia hata watu unaoongea nao wanakushauri nini, wanakutia moyo au wanakukatisha tamaa? Angalia hata marafiki zako. Hesabu 14:9, lakini msimwasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni akina Caleb, wanakuja na maono tofauti na mawazo tofauti, wakiwa na imani tofauti. Vile uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanarudi na mawazo mengine tofauti mazuri, lakini msimwasi Bwana kwa hili, wala msiwaogope hayo majitu. Sio kwamba wao kuona ni majitu, kweli ni majitu, yale majitu kweli makubwa kweli, kama ni urefu ni warefu kweli, lakini wala msimwasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Bwana Yesu asifiwe. Si umemwomba Mungu, Mungu amekupa wazo, fanya. Mtu asikuogopeshe kwamba huwezi. Nimemwomba Mungu, nimepata kibali mbele za Mungu, nafanya jambo fulani. Mtu asikuambie huwezi. Kama Mungu amekuambia fanya. Anasema uvuli uliokuwa juu yao umefanya nini? Umeondolewa. Kwa lazima Mungu atende jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Liko jambo Mungu atalitenda kwa ajili ya mafanikio yako. Ni kweli ni marefu ya majitu, lakini Mungu tayari ashaondoa ule uvuli wao. Kwa hiyo sisi tunaona kama chakula, hao ni chakula mbele yetu. Usiogope. Mara nyingi umeshindwa kufanya shughuli za kiuchumi kwa sababu unaogopa. Unaogopa nini? Hasara. Unaogopa nini? Nitachekwa. Mimi nionekane nafuga ng'ombe. Mimi nionekane mkata majani. Kwani mkata majani sio mtu? Si anapata hela? Anapata. Mimi nionekane nafagia kweli uchafu wa ng'ombe kweli? Mimi na uzuri wangu huu nafagia banda la ng'ombe. Uzuri? Hela ina uzuri? Hakuna cha uzuri kwenye fedha. Lazima ufanye kazi, lazima utoe jasho. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Tusianze kujihurumia sana ni mimi hivi nilivyo. Hakuna. Tufanye kazi. Na usiogope. Na wala usiogope tukukucheka. Wakucheke sawa, ila wewe unajua unafanya nini. Baadaye watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameanzia chini mno, level za chini mno, leo hii wako juu. Sawa jamani? Ukiona tu mtu amebuka ghafla yuko juu, pia ashangaa. Wanaanzia chini wenzako, taratibu wanapanda mpaka kileleni wapo. Kwa hata leo hii unaweza kuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo capital ulionayo, kwa mtaji ulionao, unaweza kuwa tajiri. Wala usiogope. Wako walioanzia chini zaidi ya wewe ulipo, na wako juu sasa hivi. Je, unaona nini rohoni mwako? Nafsini mwako unaona nini? Una wazo gani kwenye nafsi yako? Unaamini nini kwenye nafsi yako? Caleb na Joshua wameona kwamba wale jamaa ni chakula kwetu. Wale wengine wameona majitu marefu, wale wanawala watu. Sasa kama wale wanakula watu, Joshua na Caleb wao wanakuwa wala watu kwa upande huu mwingine, sio? Maana wanasema wale ni chakula kwetu. Tazama, watu hawa wote walienda kupeleleza, lakini wanarudi na mawazo tofauti. Na mwisho wa siku
Ukiendelea kusoma utaona waliofika kwenye mji wa ahadi ni Caleb na nani? Na Joshua. Ndio walioweza kufika kwa sababu kile walichokiona ndani ya nafsi ndicho kilichotokea. Walifika. Na kama walifika kwenye nchi nzuri yenye rutuba ijayo asali na maziwa, ina maana tayari waliufikiria nini? Utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wameufikiria. Lakini kwa nini wameufikiria? Imeanzia ndani. Waliona nini? Walioona kushindwa hawakufika. Wameishia jangwani. Hawakuona, wameona ile kule. Wenzetu walioona mambo ya kutia nguvu wamefika nchi ya ahadi. Iko ahadi yako ambayo Mungu ameweka mbele yako. Yako maisha mazuri ambayo Mungu ameweka mbele yako. Ni wewe tu upambane uyafikie kwa nguvu. By force, by power. Lazima nifike. Acha uvivu. Acha kukata tamaa. Acha kupoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuanzia asubuhi mtaani unazunguka. Cheza bao. Kutoka hapo, naenda kuangalia mpira. Kutoka hapo, nikanywe kahawa. Kutoka hapo, naenda kwa mzee fulani bwana nikapate mawili matatu. Baada ya hapo, unaenda kulala. Siku imeisha. Unasema, ipo siku na mimi nitakuwa tajiri tu. Hakuna utajiri pasipo kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haupo. Kwa bidii ulionayo kuyafanyia yale unayoyaona rohoni mwako, nafsini mwako, kuwa na bidii kuyatendea kazi. Yaani imani ikiwa na matendo inazaa. Maana iko hai. Lakini kama unaamini, una mawazo, unaona rohoni utajiri, afu hufanyi chochote, huo utajiri hautakuwa, umekufa. Nilikuwa natoa maelezo machache yanayodhihirisha kwamba lazima ubadilike unavyoamini juu ya uchumi. Nibadilike. Niwaze positive. Nione positive. Niamini positive. Na nitendee yale ninayoyaona niyatendee kazi. Kama wenzetu kina Caleb na Joshua walipoweza kuona kwamba wale watu sio kitu kwao, ni chakula tu, wakapambana, mwisho wa siku wakafikia nchi ya ahadi na hatimaye wakafikia utajiri wao. Bwana Yesu asifiwe. Pointi namba 2 na ndio mwisho, niende kwa haraka. Msingi mwingine, kuongeza maarifa kuhusu sekta uliyoamua kupata kipato chako. Kuongeza maarifa kuhusu sekta uliyoamua kupata kipato chako. Je, unapata kipato kutoka sekta gani? Hiyo sekta ambayo umeamua, kwa sababu ziko nyingi. Yaani ukweli ni kwamba huwezi kujiengage kwenye sekta zote, ni ngumu. Unaweza kuwa na sekta 2, 3, 4, sawa, lakini sio zote utaweza. Lazima ufanye maamuzi kwamba mimi ni mfugaji au mimi ni mkulima, mimi ni mfanya biashara, sawa, lakini amua zipi ambazo umebezi kufanya kazi. Kama una sekta 2, 3, sawa, lakini huwezi kuchukua zote 10, ni ngumu kidogo katika kuanza kutafuta utajiri. Ukiwa tajiri tayari unaweza kufanya sehemu nyingi, kwa sababu uchumi wako unakusapoti kufanya sekta mbalimbali. Lakini kwa kuanza wewe unataka utajiri uinuke, tafuta sehemu, sekta 1 au 2, anza. Kama ni ufugaji, fuga. Kama ni biashara, fanya biashara. Kama ni kulima, lima.
lakini ile sekta uliyoamua uongeze nini? Anasema ongeza maarifa kuhusu sekta uliyoamua kupata kipato chako. Kwa hiyo kama ni mfanyabiashara, ongeza maarifa ya biashara. Yaani usiishie pale pale. Mfanyabiashara wa nyanya, vitunguu, umeishia hapo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Umeanzisha duka, mwaka wa kwanza, wa pili haliongezeki. Ongeza maarifa. Maarifa unayapataje? Tafuta kwa waliofanikiwa, wamefanya nini, kajifunze. Nenda shule, kasomee biashara basi, ili upate maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mkulima, unalima, wenzako wanapanda kwa mstari, space, nafasi. Wewe unapanda muhindi 1, 2, 3, unapanda mengi kwamba ndio utavuna mengi. Karibu karibu. Alafu inapanda vimechoka. Ase mwaka huu nimeyapanda mahindi bwana. Yaani nakaeka kamoja lakini nimepanda debe 3. Nitavuna mengi. Kweli? Yakiota vimekonda vitazaa. Ongeza maarifa. Nenda kwa wataalamu wa kilimo wakufundishe. Kupanda kwa mstari, kupanda kwa space, hatua shimo moja na shimo lingine. Ngapi kwa ngapi? Mstari na mstari. Umbali gani? Sio mstari mmoja pale, mwingine kule. Kasa umesikia tu kwamba mstari kwa mstari, mwenzangu mstari mmoja kule, mwingine kule. Eka moja na mstari 5. Kaongeze maarifa kwa wenye ujuzi. Sawa jamani? Kilimo. Wenzako wanatumia mbolea za kubusti mahindi ya kuwa haraka. Anaweka mboji. Wewe unalima tu. Kuna kuongeza maarifa. Unafuka kuku, wanakufa. Kwa nini wanakufa? Kuna watu wabaya hapa, wameniulia kuku zangu jamani. Sio watu wabaya, ni magonjwa. Kideri hicho. Tafuta maarifa. Nenda kwa watu wenye ujuzi wakufundishe. Hivi mama, wale kuku wanakuwa tu kweli, wape chanjo? Chanjo ipo, unawapa? Acha kuwapa uone. Watakufa. Sasa ulijuaje kwamba kuna chanjo? Maarifa. Sio usikie tu. Hiyo chanjo wenyewe unaweza kuwapa nyingi wakafa. Lazima upate maarifa kweli sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Una ng'ombe, wenzako wanapa madini, wanaongeza maziwa. Wewe kila siku majani, tena yale mabaya yale. Tena wanashiba bwana. Ukoka. Wanashiba ukoka. Unaongeza maziwa. Wewe mlishe tu makoka tu. Wenzako wanapa madini, ng'ombe anatoa maziwa mengi, wewe hujui. Ongeza maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ukubali kusoma, ukubali kujifunza kwa waliofanikiwa na wanaojua. Sio mambo yote unayajua, si kweli. Kuwa mdogo, tafuta maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno moja afu tumalize. Hosea 4:6. Neno la Mungu lasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Sasa ninachotaka kukiongelea hapa zaidi ni hapa kwenye maarifa, kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo sio kuangamizwa tu na mapepo na wachawi. Hata uchawi, sina waganga wana maarifa ya upande wa giza. Je, wewe una maarifa yapi? Hata uchumi nao unaweza kukuangamiza. Uchumi kwa mbovu, waangamia. Unaumwa,
unatakiwa kanunue dawa, huna hela, si unaangamia? Unaangamia. Una malaria, baada ya kwenda ukapimwe, wewe unaenda kwa waganga, malaria, wafa. Chakula, umekosa hela, huli chakula, wafa njaa. Kwa hiyo uchumi ni kitu muhimu ili usiangamie. Kuna watu wanaangamia kwa kuwa uchumi umekuwa mbovu. Wengine wamekufa kwa sababu wamekosa matibabu. Wangepelekwa hospitalini wangepona, lakini uchumi hamna. Tumuombe tu Mungu jamani, maana sisi tutampelekaje Muhimbili? Tutampelekaje? Uchumi haupo, anaangamia. Kwa nini? Maarifa nini ya kutengeneza uchumi hawana. Kwa hiyo watu wangu wanaangamizwa. Kwa hiyo maarifa ni kitu muhimu kukutoa pale ulipo. Maarifa kwenye uchumi yaongezeke kwa kila mtu ambaye anautamani kuona utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Mambo mawili kumbuka, ambayo yanakupelekea kuona utajiri. Angalia jinsi gani unavyoona rohoni mwako. Badilisha mitazamo yako, imani yako kuelekea uchumi. Lakini vile vile ongeza maarifa kuhusu sekta ile ambayo umeamua kupata kipato. Kama ni mfanyakazi wa serikali, wewe ni daktari, usishie pale uliposoma. Ongeza maarifa. Ukiongeza maarifa, hata cheo kinapanda na kipato kinapanda, kinaongezeka. Hakuna anayeongeza maarifa akapata hasara. Utapata faida na uchumi wako utakuwa. Tumshukuru Mungu kwa neno hili. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu mwema, maana wewe ndiwe Mungu tupae maarifa. Jehova, tunahitaji kupata maarifa katika madhabahu yako. Wewe ndio tufundishaye Baba ili tupate maarifa. Nasi Baba tumejifunza kwako, nasi tumeendelea kupata maarifa. Hatimaye kuangamizwa kunapotea. Asante Mungu mwema, maana unatujenga upya kwa habari ya uchumi, ili uchumi wa kanisa ukapate kuinuka. Baba, utufundisha vile ambavyo tunatakiwa tufanye ili uchumi wetu upate kuongezeka. Ninaomba neema mpya kwa kila mmoja aliyesikia neno hili Mungu. Kila mmoja ukapate kupa mawazo ya kiuchumi Baba. Mitazamo yetu ikabadilishwe. Vile tunapoona mioyoni mwetu, vile tunapoona nafsini mwetu, Baba badilisha. Tuone fursa za uchumi. Tuzione fursa za uchumi. Nasi Baba tukaziingie na kuzitendea kazi ili tukauone utajiri Baba. Baba, umesema tuongeze maarifa. Tupe neema ya kuongeza maarifa pale ambapo Baba tunaendelea kutafuta utajiri. Sekta ile ambayo tumeamua Baba kupata kipato, Baba tupe neema ya kuongeza maarifa ili tukaongezeke Baba. Vile tunapoongeza maarifa na kipato chetu kinaongezeka Baba. Ninasema asante Baba, maana umetufundisha, umetupa akili, tupa ufahamu na tutupeleka Baba kuingia katika utajiri mkubwa. Jehova, kufungua macho yetu rohoni tupate kuuona utajiri, zile fursa za rohoni Bwana ambazo umeziweka tukapate kuziona Baba. Neema yako kubwa kwa kanisa lako Jehova. Baba, fungua masikio yetu tuendelee kusikia habari zako. Endelea kufungua macho yetu ya rohoni tukapate kuziona fursa mbalimbali za kiuchumi. Neema yako ni kubwa Baba. Ninakushukuru kwa ajili ya neno hili Bwana, nalinua jina lako na kulitukuza jina lako na kubariki jina lako. Asante Mungu mwema, maana watoto wako wamesikia sauti yako, nami najua kwamba wamepata Baba faida katika maisha yao. Mungu, nalinuliwe jina lako na libarikiwe, maana ni wewe Baba utufundishaye ili tupate faida. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.